Siku ya muujiza ambao Mungu wa mbinguni ametupatia ili tuweze kuwa mbele zake, na kwa hivyo ninashukuru kwa sababu ya kile Bwana amefanya katika maisha yetu. Bwana ametenda mambo makubwa, Bwana ametuonekania na Bwana ametuinua katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Karibuni sana katika ibada ya siku ya leo. Popote pale mlipo, ninawakaribisha katika uwepo wake Mwenyezi Mungu. Glory be to God, kwa sababu Bwana ametupa nafasi, ametupa kibali, ametupa uwezo wa kuwa mbele zake. Na kwa hivyo ninawakaribisha katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninashukuru kwa sababu ya Bwana kukuamsha asubuhi ya leo. Ni Bwana amekuamsha, ni Bwana amekupatia nafasi hiyo, ni Bwana amekuinua na amekufikisha mahali hapa. Kwa hivyo karibu sana katika jina la Yesu Kristo. Siku ya leo nataka kuongea kuhusu results of the fear of the Lord. The results of the fear of the Lord. Yaani matokeo ya kumwogopa Bwana. Matokeo ya kumwogopa Bwana. Kumbuka kwamba ili Mungu aweze kuingia katika maisha ya mtu, ili Mungu aweze kuingia katika maisha ya Mkristo, lazima yule Mkristo awe na roho ya kumwogopa Bwana. Lazima akue ndani ya moyo wake anaogopa Mungu. Kuna watu ambao wengi ambao hufanya mambo yao bila kumwogopa Mungu. Everything they do, they have no fear of God in them. Na kwa hivyo kama unataka kubarikiwa mtu wa Mungu, kama unataka kuenda mbali katika maisha yako, kuwa na hofu ya Mungu, yaani ukuwe na unaogopa Mungu. Mtu ambaye anaogopa Mungu kuna mambo ambayo hawezi fanya. Mtu ambaye anaogopa Mungu kuna vitu ambazo hawezi tenda. Mtu ambaye anaogopa Mungu kuna kuongea hawezi ongea. Mtu ambaye anaogopa Mungu kuna kuvaa pia hawezi vaa. Na kwa hivyo ni vizuri sana kuishi katika maisha ya kumwogopa Mungu. Vile ambavyo unaona dunia ikiwa siku ya leo iko hivyo kwa sababu watu wamekosa kuwa na fear of God in them. Watu wamekosa kuwa na ile kuogopa Mungu. Yaani ndani ya moyo wako hauna ile kuogopa Mungu. Kwa hivyo nadhani kuambia mtu wa Mungu ni vizuri kuogopa Mungu katika kila jambo ambalo unafanya, katika kuabudu Mungu, katika kukaa kwako nyumbani, katika maisha ya kifamilia, lazima uogope Mungu. Na kwa hivyo kumwogopa Mungu kunaleta baraka nyingi. Kuogopa Mungu kunaleta miujiza mingi. Kuogopa Mungu kunafanya watu waishi maisha ya baraka. Kuogopa Mungu kunafanya watu waishi maisha ambayo iko na neema. Na kwa hivyo Musa alimwogopa Mungu na Mungu wa mbinguni akaweza kumsaidia hata wakati alikuwa ameenda kutoa watu wake katika nchi ya Misri. Kwa hivyo nataka kukuambia kwamba kuna results, kuna baraka baada ya kuwa na fear of God in you. Proverbs chapter 1 na mstari wake wa 7. Mithali 1 na mstari wake wa 7. Maandiko yanasema the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and discipline. Bible inasema the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Kumwogopa Mungu ndio mwanzo wa kupata maarifa. Alafu inasema kwamba but fools, lakini wapumbavu wanachukia hekima, wanachukia tabia nzuri ama discipline. Kwa hivyo nataka nikwambie mtu wa Mungu, mtu ambaye amemwogopa Mungu, Biblia inasema kwamba hiyo ndio chanzo cha maarifa. Mtu ambaye ako na knowledge, lazima uelewe kwamba knowledge ni kujua mambo. Knowledge ni wakati ambapo una uwezo wa kujua mambo kadhaa ambao watu wengine hawajui. For example, mtu ambaye ameenda shule, mtu ambaye aliingia shule akasoma, akafika college, wengine wakaenda university, mwingine ameenda mahali akajifunza jambo fulani, mwingine akaenda driving school akajifundisha kuendesha gari. Huyo mtu ako na maarifa, ako na knowledge ya kufanya ile jambo anafanya. Na kwa hivyo ni vizuri sana kuwa na knowledge. Na Biblia inasema kwamba kumwogopa Mungu ni mwanzo, ni chanzo cha kuwa na maarifa. Kwa hivyo ni vizuri sana kila Mkristo, Bible ikiongea kuhusu the beginning of knowledge, ina maana ya kwamba ndio beginning ya mambo yote. Na ukiogopa Mungu lazima ukuwe unamjua na lazima umuelewe. Kumbuka kwamba Mungu ndiye chanzo cha kila kitu.
Bible inasema in the book of Genesis chapter 1, in the beginning God. In the beginning God. Ina maana kwamba katika kila jambo lazima ukue na Mungu. Lazima ujue kwamba mwanzo wa kila kitu ni Mungu. The beginning of everything is God. The beginning of your business is God. The beginning of your family is God. Kuna mtu alisema mahali akasema things do not go wrong, they start wrong. Yaani mambo haisi ati huwa inaenda vibaya, ni kwanza inaanzaga vibaya. Marriage do not go wrong, ni start yake inakuwa na shida. Na kwa hivyo ndio sababu nataka nikuambie mtu wa Mungu ya kwamba ni vizuri kumheshimu Mungu na ni vizuri kumtrust, ni vizuri kusimama na Mungu, ni vizuri kumheshimu na ni vizuri kumwogopa. Bible inasema Proverbs chapter 3 and verse 5, inasema trust in the Lord with all your heart. Trust in the Lord with all your heart. Yaani umtegemee Mungu na roho yako yote. Kuna watu ambao wanakuwa wametegemea Mungu lakini sio kwa roho yote. Wanakuwa wanaamini Mungu, wanaogopa Mungu, lakini kuna kamsaada kingine wanajua kanatoka kama mahali. Yaani unakuta mtu ameokoka, anajua Yesu ndiye aliye na msaada wake, lakini bado yule Mkristo unakuta pia ameitwa mahali, amekuwa amepelekwa kwa mtu ambaye atamsaidia, yaani mganga. Na kwa hivyo ni vizuri sana mtu wa Mungu mahali ulipo uweze kuelewa kwamba mtu ambaye anamuogopa Mungu, anatrust Mungu. Mtu ambaye ako na fear of God, anamuogopa Mungu. Na kwa hivyo lazima uelewe ya kwamba maandiko inasema hiyo Proverbs 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart. Yaani tegemea Mungu na moyo wako wote. Kama unataka kuenda mbali mpendwa, kama unataka kuenda mbali ndugu yangu, kama unataka kuenda mbali dada yangu, kama unataka kuenda mbali baba yangu, kama unataka kuenda mbali, mtumaidie Mungu katika kila jambo na moyo wako wote. Alafu inasema hapo, inasema part B, and lean not on your own understanding. Yaani usitegemee mafikira yako, usitegemee mawazo yako, usitegemee akili zako. Na Biblia inasema kwamba in all your ways acknowledge him and he will make your paths straight. In all your way, in all the way, my dear sister, in all your way, my dear brother, Biblia inasema kwamba acknowledge him. Unajua ku acknowledge Mungu, wakati ambao huwa tunaenda kwa madhabahu, tunaenda tunamtolea sadaka, we acknowledge God that he is God. Wakati tunaenda na thanksgiving, tunaenda tunamshukuru, that is what we call acknowledgement. We are acknowledging God. Wakati tunaenda mbele za Mungu, tunapiga magoti, tunamwambia Mungu ni asante kwa sababu ya kile Mungu umefanya. Hiyo tunamu-acknowledge. We are acknowledging God. Kwa hivyo kama unataka Mungu akuinue katika maisha yako, acknowledge God. Alafu inasema and he will make your paths straight. Your path will be straight. Ina maana kwamba njia zako zitakuwa zimenyooka. Yaani njia zako za kibiashara zitakuwa zimenyooka. Njia zako za maisha zitakuwa zimenyooka. Njia zako za kifamilia zitakuwa zimenyooka. Njia zako za mahali popote ambapo unaenda zitakuwa zimenyooka. Kwa sababu gani? Wewe una acknowledge Mungu. Kwa acknowledge ni kusema unamtambua Mungu. Alafu inasema mstari wa 7, do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. Alafu inasema do not be wise in your own eyes. Yaani usikuwa ati yaani unajiona kwamba ni wewe mwelevu, ni wewe mwenye hekima, unakosa kutambua watu wengine. Bible ikisema kwamba do not be wise in your own eyes, ina maana kwamba mtu asikuwe na kiburi, mtu asikuwe na maringo, mtu akuwe na heshima. Na maandiko inasema kwamba fear the Lord and also shun evil. Yaani uogope Mungu na uchukie mambo mabaya. Uogope Mungu na uchukie mambo mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo ina maana kwamba lazima ukiwa mzee, ukiwa mama, ukiwa mtoto, lazima ukuwe unamuogopa Mungu. Na siku kama leo ambayo ni Father's Day, ni vizuri kujua kwamba ni siku ya baraka sana. Ni siku ambayo imejaa nguvu. Siku ambayo we are acknowledging men. We are acknowledging fathers. Because fathers are men. Kwa hivyo ni vizuri sana mtu wa Mungu mahali ulipo uweze kujua kwamba kuna baraka kwa mtu ambaye amemuogopa Mungu. Mwanaume ambaye anamuogopa Mungu kuna baraka juu yake. Mwanaume ambaye anamu-acknowledge, anatambua Mungu, huwa anaishi miaka nyingi.
Mwanaume mwenye anamwogopa Mungu, familia yake inakaga na furaha kila wakati. Biblia inasema katika Mithali 20 na mstari wake wa 7. Mithali 20 na mstari wake wa 7. Biblia inasema a righteous man leads a blameless life. A righteous man leads a blameless life. Blessed are his children after him. So Biblia inasema mwanaume ama mtu ambaye ni mwenye haki anaishi maisha ambayo isiyo na lawama. Alafu inasema blessed are his children after him. So advantage ya mtu kumwogopa Mungu, watoto wake baada yake wanakuwa wamebarikiwa, kizazi chake baada yake kinakuwa kimebarikiwa. The reason why unaona kuna kizazi hakiogopi Mungu ni kwa sababu wazazi na watu ambao walikuwa mbele yetu walikosa kumwogopa Mungu. Ni watu ambao hawakuwa na fear of God in them. That's why you see this generation inakaa kama kuwa punished, inakaa kama inateswa, inakaa kama haina tumaini lolote. Yaani unakuta kwamba mtu ameoa juzi lakini hana tumaini. I want to tell you, my brothers and my sisters, blessed is the man who fears God. Blessed is the man who fears God. Kama kuna kitu cha baraka mpendwa, ni kuogopa Mungu. Kama kuna kitu cha maana, ni kuogopa Mungu. Mtu ambaye anaogopa Mungu hawezi ibia hata wazazi wake. Watu wameibia mpaka wazazi, wamemalizana na wazazi, wameanza kumuibia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema kwamba mtu anaweza muibia Mungu. Biblia inasema katika Malakai. Yes, Biblia inasema kwamba mtu anaweza muibia Mungu. Na anaweza muibia Mungu nini? Anamuibia Mungu zaka na sadaka. Na kwa hivyo ukiangalia pale, Biblia inasema hapa ni watu ambao walikuwa wanafundishwa jinsi ya kumwogopa Mungu. They were being taught to fear God. Na Biblia inasema katika Malachi chapter 3, Malachi chapter 3 na mstari wake wa 8, inasema hivi: Will man rob God? Yet you rob me. But you ask, how do we rob you? Bwana Yesu asifiwe. Biblia inauliza mwanaume ama mtu anaweza mnyang'anya Mungu? Na ndio, mtu anaweza mnyang'anya Mungu. Lakini Biblia inasema mstari huo wa 8, na mtu anaweza, na mnauliza tunakunyang'anya namna gani? Alafu inasema hapo chini, inasema in tithes and offerings, mnaniibia zaka na sadaka. Biblia inasema mstari wa 9, you are under a curse, the whole nation of you. Kile ambacho kimeleta laana sana katika maisha wa Kristo ni kutopeana fungu la 10. Alafu inasema mstari wa 10, bring the whole tithe in the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven, and pour out so much blessings that you will not have enough room enough for it. I will prevent pests from devouring your crops, and vines in your field will not cast their fruits. Sasa Mungu anasema kwamba because watu hao hawajaninyang'anya, na mimi nitakemea waharibifu. Kama unataka Mungu akemea waharibifu, uogope Mungu katika maeneo hiyo. Kwa sababu acknowledgement ya Mungu lazima ukuwe unamuonyesha kwa matendo. Sasa hivi ukiwa na rafiki, alafu hujawahi muonyesha na matendo, hautakaa na huyo rafiki. Bwana Yesu asifiwe. Saa zingine ni mtu ambaye unategemea sana. Saa zingine ni mtu ambaye huwa anakusaidia sana, alafu akosa kusaidia siku moja, alafu ukose kumu-acknowledge siku moja. Ina maana kwamba mtu hiyo upendo itaenda ikigrow cold. Kwa hivyo ataendelea kwenda chini katika mambo yale anafanya. Kwa hivyo mtu wa Mungu, nataka nikwambie ya kwamba ni vizuri kumwogopa Mungu. Kwa sababu gani? To God belongs wisdom and power. That is Job chapter 12 and verse 13. Job chapter 12 verse 13. Inasema to God belongs wisdom and power. Counsel and understanding are his. Kwa hivyo ni kumaanisha we fear God because all the power, all the wisdom. Nataka nikwambie siku ya leo, Bible inasema the wisdom of this world. Mahali imefika, mahali wisdom ya dunia hii imefika. Hiyo wisdom yote unaona inatengeneza ndege, inatengeneza intelligent, ile ambao yani mahali hekima imefika ya mwanadamu kutengeneza meli, kutengeneza vitu zote, mahali imefika. Hapo ndipo
Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba hekima ya Mungu, yaani mahali wa hekima ya mwanadamu imefika. Bwana Yesu asifiwe. Naye Mungu hapo ndiye anaona ujinga ya mtu imefika. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndiyo imeanza. Kuna watu ambao husema kwamba hapo ndio ujinga ya Mungu imefika. Lakini Biblia haijasema hivyo. Haijasema ujinga wa Mungu. Mungu hana foolishness. Inasema kwamba hapo ndio hekima ya mwanadamu imefika mwisho, na hapo ndipo Mungu anaona kwamba mahali wisdom yake ya mwanadamu imefika mwisho. Hapo ndio Mungu anaona kwamba hapo ndio ujinga kabisa iko. Kwa hiyo nataka nikwambie mtu wa Mungu, there is nothing ambao unaweza kuwa nayo, hakuna hekima unaweza kuwa nayo ifike level ambao unaweza jikompea na Mungu. Hakuna mahali unaweza fika ujikompea na Mungu. Nataka nikwambie mtu wa Mungu siku ya leo, Bible inasema Job chapter 12. Nataka uende hapo kidogo. Hebu enda hapo katika Job chapter 12. Enda katika kitabu ya Job. Job chapter 12. Verse 13. Inasema Job chapter 12 verse 13. To God belongs wisdom and power. Counsel and understanding are his. Alafu inasema verse 14. What he tears down cannot be rebuilt. Yaani kile Mungu ameharibu hakuwezi jengwa na mtu yeyote. Ina maana kwamba hakuna mtu ako na hekima zaidi ya vile ambavyo anaweza jikombea na Mungu. Hakuna mtu anaweza sema mbele za Mungu aseme ya kwamba mimi ndio mwenye hekima sana. Na ndio Biblia inasema kwamba usiwe mwenye hekima machoni pako mwenyewe, kwa sababu hata ukijionyesha uko na hekima, kuna mtu mwingine ako na hekima kukuliko. Na kwa hivyo Biblia inasema the man he imprisons cannot be released. Yule mtu Mungu ameweka jela hawezi tolewa na mtu. Mungu akikuingiza kwa jela, ndio sababu nataka nikuambie unafaa kumwogopa Mungu siku zote. Na kuogopa ili tarumbeta ikipigwa. Unajua saa zingine vizuri kuwa na hofu. Tarumbeta ikipigwa utakutwa kuwa sawa. Kuna watu wengi ambao watakutwa wakiwa hawajajitayarisha. Na kumwogopa Mungu ndio itakusaidia kuchunga kutenda dhambi. Nataka nikwambie mtu wa Mungu siku ya leo, wakati ambapo rapture itafanyika, maana rapture ni tarumbeta itapigwa, watu walio hai, walio ndani ya Kristo watasikia hiyo tarumbeta. Na wakisikia hiyo tarumbeta watamlaki Yesu hewani. Wale waliokufa, walio kaburini na wameokoka na wanamjua Kristo, watu wale watafufuka, watatoka katika kaburi, waingie kwa miili yao, wamlaki Yesu hewani. Wakishamlaki Yesu hewani, hapo ndipo sasa Yesu atashuka na sisi hapa duniani. Na hii dunia hii Mungu atairestore vile ambavyo ilikuwa hapo mwanzo. Atarestore vile ilikuwa Shabani Eden, kama Shabani Eden. Atarestore everything. Kwa miaka 1000 tutakuwa sasa tumepatiwa mamlaka ya kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Wale watu wamesoma, wamejua kwamba Yesu Kristo ataweza kuestablish his headquarters in Jerusalem. Na hapo ndio ataweka headquarters yake. Alafu atagawia kila mtu sehemu yake kulingana na kazi ambayo amefanya. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hiyo nataka nikuambie wakati rapture itafanyika, kwa sababu watu siku hizi wamekosa kuogopa Mungu. Wamekosa kuogopa Mungu. Tarumbeta kama itapigwa siku kama ya Saturday, siku kama ya leo, watu wataingia kanisani, wakute kuna watu hawapatikani. Kama ni mchungaji hayuko. Kwa barabara watasikia accident zimefanyika kila mahali, maana dereva alienda akaacha gari ikienda. So kwa hivyo ni kumaanisha watu ndio watasikia breaking news ya kwamba kuna watu hawapatikani, ndio watajua ya kwamba kuna rapture imeshafanyika. Na kwa hivyo sasa ndio itakuwa na kilio kubwa sana hapa duniani. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, ni vizuri kukaa tayari. Ni vizuri kumwogopa Mungu kwa sababu kuna result ya kumwogopa Mungu. Dunia hii itarejeshwa vile ilikuwa. Biblia inasema katika kitabu ya Isaia ya kwamba wanyama watakaa na watu na watawauliza, paka manyoka, paka vitu hizo zote unaonaga zibaya, zile vitu zote unaogopa, tutakuwa tukikaa nazo na zitatuaffect. Kwa hivyo ni vizuri sana kumwogopa Mungu, mtu wa Mungu. Ndio Biblia inasema the man he imprisons cannot be released. Yule mtu ambaye Mungu ameweka, amefunga, hawezi kufunguliwa. If he hold back the waters, there is drought. Akizuilia maji kunakuwa na kiangazi. If he lets them loose, akiachilia maji, they devastate the land. To him belongs strength and the victory. Both deceit and deceiver are his. Sasa verse 16 nasema both deceit and deceiver are his. So hapo ndio unaona sasa nguvu za Mungu zimefika. Kama nasema yule ambaye anadanganywa na yule ambaye anadanganywa wote ni wake. He leads the counselors away straight
and make fools of judges. Kwa hivyo anaweka mpaka judges wengine anawasababisha wahukumu, wanaonekana kweli hawajatumia hekima, ni Mungu. So kwa hivyo ukiona wanaume kama 5 ama 6 wamekaa katika kiti ama kwa bench wanaamua kesi, alafu wale wameenda direction moja, huyo ni Mungu amewapeleka hivi. Kwa hivyo kama wangeenda vile mnataka, ingekuwa havoc, ingekuwa problem, ingekuwa mehe, ingekuwa stress katika dunia. Nataka niwaambie watu wa Mungu, sababu ile tunaomba Mungu ni kwa sababu to God belongs wisdom and power. To God he belongs everything. Na ndio sababu nataka nikwambie ni vizuri kufanya mambo yote ukiwa na Mungu. The fear of the Lord, kama vile nimesema, is the beginning of wisdom and knowledge. Kama unataka Mungu akuinue na upate new ideas in your business, kama unataka Mungu akupatie ideas mpaka za kuishi katika familia yako, lazima uombe Mungu akupatie wisdom, lazima uombe Mungu akupatie power, lazima Mungu akupatie counsel, lazima Mungu akupatie understanding. Kwa sababu hizo vitu zote zikiwa ndani yako, utaishi maisha isiyo na problem, utaishi maisha iliyo na furaha, utaishi maisha iliyojaa nguvu. Na kwa hivyo kuna watu wengi sana ambao maana hawaogopi Mungu, they do things in secret. Bible inasema chochote unafanya kwa siri, kile ambacho huwezi taka mtu wajue, kuna siku kitakuwa exposed. Na ndio sababu unakuta Bible inasema tuwe watu ambao wanatubu dhambi zetu kila siku. Unaambia Mungu nisamehe. Wacha nikwambie siku ya leo, dhambi yote ambao hakuna mtu ametubu katika maisha yako, yani hakuna haujatubu dhambi hizo dhambi utazikuta mbinguni. Dhambi yote ambayo ni ya familia, dhambi yote ambayo unakuta kwamba haukutubu, unajua kuna mtu ulikosea lakini hujawahi kutubu, hiyo dhambi utaikuta mbinguni. Sasa hiyo ndio utakuta inawekwa vizuri, tunaona sisi wote hadharani. Ndio Biblia inasema kwamba tubu kila siku, uombe kila mahali, alafu unaambia Mungu nisamehe. Unaomba Mungu nisamehe, kwa sababu repentance, wakati ambapo unatubu, ni kusema kwamba umewipe out that sin, umeondoa hiyo dhambi. Na ni ile kutubu na kuacha dhambi. Unajua kuna Wakristo wa siku hizi ambao wanasema kwa nitafanya leo, alafu nitatubu, nitaenda niambie Mungu, Mungu tu nisamehe. Na nataka nikwambie hata Mungu akikusamehe, Bwana Yesu asifiwe, alafu wewe ufanye dhambi nyingine, kuna mahali itafika ikuwa ni deliberate sin. Na Biblia inasema deliberate sin kuna msamaha. Ni kama unaenda unakanyanga damu ya Yesu Kristo, ni kama unakanyanga damu ya Yesu na miguu yako, yaani ni kama umedharau damu ya Kristo Yesu. Nataka uangalie katika Hebrew chapter 10, Waebrania 10 mstari wa 26. Inasema deliberate sin is unforgivable. Wakati unafanya dhambi deliberately, yaani uliokoka, ukasamehewa, ukaokoka, Mungu wa mbinguni akakupa neema. Wakati tena umerudi kwa dhambi, Bible inasema there is no longer sacrifice for sin. Kwa hivyo hakuna damu nyingine imebaki ya kukuokoa. Kwa hivyo wewe ambao unaendelea kufanya dhambi, unaendelea kutenda mambo vile ambavyo unataka, hautaki kuishi maisha ya utakatifu. Na leo nikwambie siku ya leo, ulipookoka once, alafu ukarudi nyuma, sasa hiyo kurudi nyuma, hiyo dhambi ndio utagaramia. Ndio sababu unakuta mpaka makanisani tunaambia watu itabidi ukaramike, itabidi ulipe gharama, itabidi ujitolee dhabihu, kwa sababu hakuna dhabihu nyingine. Yesu alikuwa ametoa dhabihu ya dhambi. Kwa hivyo ukirudi tena kwa dhambi, there is no sacrifice of sin which remains. Hakuna dhabihu. Na hapo ndipo watu wanafaa kuelewa ya kwamba unapotenda dhambi unajikosea mwenyewe. Lazima uishi maisha ya utakatifu. Biblia inasema katika Waebrania 10:26, if we deliberately keep on sinning, if we deliberately keep on sinning, after we have received the knowledge of truth, no sacrifice for sins is left, but only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. Anyone who rejected the law of Moses died without mercy on the testimony of 2 to 3 or 3 witnesses. How much more severely do you think a man deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot, who has treated as an unholy thing the blood of the covenant
that sanctified him, and who has insulted the Spirit of grace. For we know him who has said, it is mine to avenge, I will repay. Again, the Lord will judge his people. It is a dreadful thing to fall into the hands of the Lord. So Biblia inasema wewe ambaye uliokoka, wewe ambaye umejiona na Kristo, wewe ambaye uliokolewa na damu yake, ukarudi tena kwa dhambi, Biblia inasema hakuna dhabihu ingine ya damu imebaki kwa sababu yako. Hapo ndio unakuta watu wengi katika maisha yao wanajiuliza, na sinitupu dhabihu fulani, na kwa nini naendelea kunitesa? Ndio sababu huwa tunakuambia mara nyingi, jitolee dhabihu. Maana hujui kama ulianguka rehema ikaisha. Sasa lazima ujitolee dhabihu. Lazima ulipe gharama katika maisha yako. Kwa sababu gani? Ni dhambi ambayo inaitwa deliberate sin, dhambi ya kujitakia. Mtu anaamuka anasema, mimi naenda siku ya leo, naenda kufanya dhambi, naenda kukutana fulani na ninaenda kuzini. Kwa hivyo kuna dhambi zingine hata mbinguni hakutakuwa na any reason ya kusema ulifanya kwa nini. Kwa sababu ulitoka kwako ukalipa fare. Ukaenda ukalipa fare, ukalipa room. Bado unafikiria tu. Hata kama ni koti ya Kenya ikikufunga. Kwa sababu ulikuwa ni kitu ulikuwa umepanga. Unajua kuna dhambi ambayo hukuwa umepanga na kuna dhambi ambayo unapanga. Unakaa chini unasema, na kesho naenda kufanya dhambi, na kesho naenda kutusi fulani, na leo ninaandika kwa social media nitusi mtu fulani. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, that is deliberate sin. Na deliberate sin inafanya watu wengi wapate ile shida wako nayo. Ndio inafanya hata sisi tupitie ile shida tunapitia mpaka siku ya leo. Kwa sababu wazazi wetu walienda kwa waganga, wakijua wanaenda kwa waganga. They know very well what they are going to do. Wengine ni sisi, wengine ni watu walio ndani ya kanisa, wanaenda kwa washirikina wakijua vizuri wanamjua Yesu, na wanaenda kumwaibisha kwa shetani. Imagine ukienda ukiwa na Yesu, alafu naenda unamuingiza kwa nyumba ya mganga. Kwa hivyo kitu ya kwanza, Yesu mwenyewe ndiye shahidi. Na ndiye atasimama katika kiti, the judgment seat. The judgment seat, Yesu atakuwa amesimama hapa. Alafu malaika wote ambao walikuwa wamepatiwa kazi ya kukulinda watakuwa wamesimama hapa. Alafu yule mtu yeyote alikuona atakuwa amesimama hapo. Including yule ambao ulipatia pesa, ukalipa hiyo room, atakuwa hapo. Including shetani mwenyewe aliyekusaba kudanganya, ukaenda kufanya hivyo, atakuwa shahidi. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani kuambia kwamba kuna mahali ambapo saa zingine huwa tuna blame shetani. Tunasema kwamba mimi nilifanya hivyo kwa sababu shetani aliniingia nikafanya. Kuna mtu mmoja, kuna story huwa inapeanwa. Mtu mmoja alikuwa na shamba na mwingine alikuwa hana shamba. Alikuwa na mifugo. Kwa hivyo alikuwa na mang'ombe, mbuzi na hizo vitu zote. Alafu huyu mtu akaenda akafunga ng'ombe yake mahali kwa kiwanja. Na karibu na hiyo kiwanja kulikuwa na shamba kubwa sana ya mimea. Yaani tuseme mahindi. Na kwa hivyo sasa hawa ni watu wawili. Mmoja amefunga ng'ombe yake, mwingine ako na shamba. Hii shamba haijafensiwa. Huyu mtu amefunga ng'ombe yake. Alafu shetani akakuja akafungua ile ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe. Akakuja akafungua ng'ombe, ikaingia kwa shamba. Ilipoingia kwa shamba ikaharibu mimea, ikaharibu shamba yake. Baada ya kuharibu hiyo mimea yote kwa shamba, yule mwenye shamba akakuja, akashikua panga, akakatakata ile ng'ombe. Akaikatakata, akaimaliza. Alafu alipoikatakata, ikakuja sasa mwenye ng'ombe akakuja akauliza, "Kwa nini ulikatakata ng'ombe yangu?" Bwana Yesu asifiwe. Sasa kumjibu, wakaenda kotini. Yule mtu alipoenda kotini, akaulizwa kwa nini ulikatakata. Akasema, "Mimi huyu mtu alifungulia ng'ombe yake ikaingia kwa shamba yangu. Na mimi ile kitu nilikatakata." Akaamua kukatakata ng'ombe wenyewe ni dhambi na ni makosa kulingana na sheria. Akasema, "Hapana, mimi ni shetani aliniingia. Na shetani aliponiingia, akaniingia nikakatakata hii ng'ombe." Sasa ile kitu ilifanyika ni kwamba shetani sasa akaitwa. Akaambiwa kuja useme kama ni wewe ulikuwa kwa huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe.
Shetani alipokuja akasimama kwa bao. Bwana Yesu asifiwe. Aliposimama kwa bao, akaulizwa, wewe shetani ulifanya huyu mtu akataka ng'ombe ya mwenyewe? Akasema, mimi sikuwa hapo. Mimi hata si mimi nilisababisha akate. Ile kitu mimi nilifanya, mimi nilienda nikafungua ng'ombe. Kwa hivyo ng'ombe kuingia sio mimi, kazi yako ilikuwa kufungua. Akaambiwa, sasa kwa sababu shetani hakuwa hapo, na ni kweli hakuwa, evidence inasema hakuwa, so wewe ndio utafungwa. Na hivyo ndivyo itakuwa mbinguni. Because kuna watu wengi sana, they blame the devil in everything. Hata mtu akitoka kwake anafungua mlango anaanza kukutusi, anasema ni shetani. Bwana Yesu asifiwe. Akifungua mlango, akifungua gate, alafu akaribisha mwanamke kwa nyumba yake na anajua ako na Bwana, anasema ni shetani alipoingia afanya hivi. Bwana Yesu asifiwe. Hata mtu asipooga, sisi shetani mwani ameniingia. Bwana Yesu asifiwe. Na shetani yuko hapo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi najiulizaga saa zingine, ni shetani gani huyu ambaye azidi yake watu kukula? Mimi sijaisikia mtu yeyote ambaye amesimama akasema nilikuwa na shetani, alafu mimi mwenyewe nikakosa kupika. Watu wote wanakuwa na njaa na wote wanakula. Mimi nasema yule mtu nitaogopa duniani hii. Na yule ambaye atasimama aniambie ni shetani amemwingia, ni yule mtu ataingia bafu kuoga atoke bila nguo. Bwana Yesu asifiwe. Na hakuna shetani maiki ya mtu akasahau na nguo. Kila mtu anakumbuka anafanya nguo. Hivyo ndivyo katika wokovu ulivyo. Lazima ujichunge. Usitoke nje ukiwa uchi. Biblia inasema wakati Kristo atakaporudi, tuchunge sana tusikutwe uchi. Kwa sababu kuna watu wengi sana ambao wanaonekana wako hai lakini walikufa kitambo. Kwa sababu matendo yao wanafanya hawana uoga, hawaogopi Mungu kwa jambo lolote. Bwana Yesu asifiwe. Yaani nakuta mtu anaamuka, anaua familia yake yote, alafu anachiwa. Kama ni wewe unataka kukufa, my friend, siwachilie mtoto wa wenyewe, umwambie toka uende kwenu, alafu sasa urudi kwa nyumba ujimalize kama ndivyo nataka. Kuliko ulete hasara kwenu, ulete kwa wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Because itakuwa judgment itakuwa kubwa mbinguni. Kukufa unaweza kufa leo, lakini kumbuke kuna judgment hata baada ya hiyo kifo. Kifo umekufa utuondokee sisi. Lakini mahali umeenda katika judgment ambao wewe utahukumiwa kuangamiza watu. Kuacha kuwe na uoga na kumwogopa Mungu. Let there be the fear of God in our lives. Wacha kuwe na hofu ya Mungu ndani ya maisha yetu. Kwa kile unafanya, kuwa na hofu ya Mungu ndani yako. Hata kwenda katika nyumba ya Mungu, kuwa na hofu. Watu siku hizi hawana uoga na Mungu. Kazini wakienda by saa 12:30 wanakuwa barabarani wakikimbia ili wasifutwe na mtu ambaye anaweza kufa. Bwana Yesu asifiwe. But when it comes to God, they have no fear of the Lord in them. Yaani nakuta mtu anaweza anguka ashikwe manguo afue, lakini siku ya kazi ashikwe manguo anafua. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna siku amemiss kazi, kwa sababu anajua atafutwa. Lakini kwa Mungu unakuta kwamba mtu anafanya vile anataka kwa sababu anaona Mungu hakuna kitu anamfanyia. Pastor hakuna kitu anamfanyia. Bwana Yesu asifiwe. Men and women of God, wacha kuwe na hofu. Wacha tumwogope Mungu ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuende katika kitabu cha Warumi 3 na mstari wake wa 10. Signs of those who don't fear God. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ishara za wale ambao hawamwogopi Mungu. Utajuaje mtu hamwogopi Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Romans chapter 3 na kuanzia mstari wake wa 10. Mstari wa 10 inasema, as it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands, no one who seeks God. Verse 11 inasema hakuna mtu mwenye haki, hakuna mtu ambaye anamwelewa Mungu, hakuna mtu anayemtafuta Mungu. One of the sign
ya mtu ambaye hamuogopi Mungu, hana hofu ya Mungu, is that he lack of righteousness. Mtu anakosa haki. Mtu huyu anakosa kumtafuta Mungu. Njia moja ya kuonyesha kwamba unamuogopa Mungu, lazima umtafute Mungu. You must seek God. Biblia inasema seek the Lord while he may be found. Tafuta Mungu wakati anapatikana. Kwa sababu kuna wakati ambao utafika hutapata huyo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Seek the Lord while he may be found. Watu fikiria kwamba Mungu anaweza patikana wakati wowote. Biblia inasema kuna wakati utamtafuta Mungu utamuona. Kuna wakati utajaribu kukimbia kona zote. Kuna wakati utahama kanisa zote ukimtafuta Mungu hautamuona. Kwa sababu gani? Watu wamekosa fear of God in them. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuwe na ile hofu. Biblia inasema Isaiah 55 na mstari wa 6. Seek the Lord while he may be found. Call on him while he is near. Let the wicked forsake his ways, and the evil man his thoughts. Let him turn to the Lord, and he will have mercy on him, and to our God, for he will freely pardon. Seek the Lord while he may be found. Kwa hivyo ina maana ya kwamba njia moja ya kutomwogopa Mungu ni watu ambao hawatafuti Mungu. They don't seek God. When you go in prayer, you seek God. When you go to church, unamtafuta Mungu. Wakati unaenda maombi, unamtafuta Mungu. Kwa hivyo nadhani kuambia mtu wa Mungu, kama unataka kubarikiwa na Mungu, tafuta Mungu wakati anapatikana. Kuna wakati ambapo unaweza mtafuta umkosa. Na kuna watu ambao wamezunguka kila kanisa, wameenda kila mahali, wameenda kwa kila waombezi, na bado hawajapata Mungu. They have not found God. Ndio wale unasikia katika makanisa wakisema, mimi sijapata Mungu. Mimi nimeenda kwa kila mchungaji, ameniopea, hata wale wachungaji wakubwa, lakini sijapata Mungu. Ni kwa sababu huyu mtu kuna wakati alikosa kumtafuta Mungu. Is that we did not seek God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo one sign ya kuonyesha kwamba huogopi Mungu, yaani hauna haki, hauna kumtafuta Mungu ndani yako. Number 2, no one who understands. Yaani watu hawataki kuelewa. They don't want to understand God. Kama unataka kumuelewa Mungu, andika, soma maandiko. Soma Biblia. Kuna watu ambao every Sunday wanaamka kupiga Biblia, kuitoa vumbi. Yaani unakuta kwamba mtu amechukua mahali aliweka Sunday, anaipiga hivi. Itoka nini? Itoke vumbi. Kwa sababu hiyo Biblia haijaisomwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ni lazima mtu wa Mungu uwe mtu ambaye unakumbuka Biblia. Soma maandiko. Shetani utamshinda kwa sababu unajua neno la Mungu. Yesu alimshinda shetani kwa nini? Kwa neno. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka shetani atakuja na hii maandiko tu. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanasemaga, unakuta mtu anakoti maandiko haiko kwa Bible. Anasema kwamba fuata huyu mjinga. Yaani ati Mungu aliambia Hawa fuata huyu mjinga. Atifuata mwanaume ni mjinga. Hakuna andiko kama hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Ingine ambao scripture watu wanasemaga na haiko. Wanasemaga Mungu husaidia anayefanya nini? Anayejisaidia. So, mtu akisema ati najua mimi niende, Mungu anasaidia mwenyewe, amejisaidia. Hiyo si andiko inaweza ondoka na shetani. The only thing the devil anaweza ondokea ni andiko. What is written? Shetani alikuja na maandiko ya kwamba jiakushe. Maana Mungu akajua na imeandikwa, Mungu ataweka malaika wake wakulinde usikokwe mguu na nini? Na mawe. Lakini maandiko alikuwa anaitumia vibaya. Na Yesu akamwambia, it is written, imeandikwa, usimjaribu Mungu. Akakuja tena akamwambia, si wewe ni mwana wa Mungu? Are you not the son of God? Si uko na uwezo? Si wewe unatuambia uko na uwezo? Badilisha hii mawe iko mikate. Wewe sio kikuliwa na njaa nini? Wewe sio kikuliwa, unajua shetani anakuja anakuambia, anakuhubiria ndani. Anakuambia sasa unaokoka, lenti lipo na nani? Bwana Yesu asifiwe. Maana unataka kuokoka,
vizuri. Wewe hata ukiangalia reti talipo na nani ile pako na wanaume. Wewe ni shida na kuhubiria. Bwana Yesu asifiwe. Kijana anakuja naambiwa wewe umekuliwa na shida. Si wewe utafuta tu mama mmoja mtajiri ukaaga na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni kijana anaambiwa hivyo, ameokoka na shetani. Na utakuwa umeokoka vizuri. Utakuwa na hakuna mtu atajua, wataona tu unaendesha gari zuri, wataona unaishi maisha ya mazuri, watakuogopa. Lakini ile kitu anafanya ni dhambi. Biblia inasema ya kwamba Yesu akaambiwa ya kwamba unakuliwa na njaa, pandisha mawe ikuwe mikate. Yesu akakumbuka neno limeandikwa katika Deuteronomy chapter 8. Akaquote, the devil is talking. Na anapeana proof. Unajua kuna watu fikiria ati shetani anakuja kama vile watu walionyeshwa, wakaonyeshwa anakuwa na mapembe, wakaonyeshwa anakuwa mweusi, wakaonyeshwa anakuwa na mkia. Hakuna kitu kama hiyo. Hiyo yote inaitwa uongo. Hiyo ni myth. Ambia jirani yako hiyo ni myth. Shetani alikuwa malaika ambaye alikuwa ni most beautiful angel in heaven. The most powerful angel in heaven. The worshipper. Bwana Yesu asifiwe. Including kanisa yenu. Shetani akikuja leo aongoze worship na aongoze praise, kila mtu ataenda kwa hiyo kanisa ya shetani. Sio kama mnaelewa? Kwa sababu anajua mpaka vile ambavyo kuabudu kunafaa. Yeye alikuwa hapo akiabudu Mungu. Kwa hivyo anajua Mungu anataka aje, na ndio sababu anaingilia katika department of worshipers. Ndio sababu anaingilia katika department of praise. Ndio sababu anaingilia katika department of music. Na ndio shetani anakuja anafanya wale gospel singers wote, anawafanya wasipendane, anawafanya wasikae pamoja. Anaangalia gospel artist, anawaambia msipendane, kaeni hivyo. Anaingia kwa kanisa anaambia washirika msipendane, anaingia kwa wachungaji anawaambia msipendane. Alafu anaenda sasa kwa upande ule mwingine, anawaambia pendaneni, pendaneni, pendaneni. Mtu akipata na jambo wote wanaanguka hapo. Watu wote wanasema, angalia vile wanapendana afadhali pande ile. Ni shetani anahubiri. Hiyo inaitwa mahubiri ya shetani. Wengine wanasema kama nikienda kanisani na sipendwi, nikienda kanisani hakuna mtu akona haja na mimi, heri niende huko chini, huko nje, kwa sababu huko anaweza nipatia. Maana hata nikitaka kulewa, sihitaji pesa, nahitaji tu kuingia kwa baa, alafu nijishika kiuno hivi. Bwana Yesu asifiwe. Maana nikishajishika kiuno, nitaambiwa wewe kunywa. Nitaambiwa karibu hapa nyama itachomwa. Na nitakuja hapo na nikule na nishipe. Alienda nyumbani kwa sawa. Kuna mwingine aliniambia kwamba pastor, mimi nimeona nilipookoka ni kama huku mtu anagaukiwa sana. Kwa sababu hakuna mtu anakupatia kitu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kule, unakuta mtu ameenda hivi amekuangushia 100. Amekuangushia 500. Unajua ni kwa nini wanaangushiana? Kwa sababu hapo soba. Bwana Yesu asifiwe. Wameenda kutoa stress. Si wanasema kutoa roho. Kwa hivyo ni mtu already corrupt. Ni mtu corrupt anaenda kutolewa roho. Kwa hivyo mtu corrupt na amefukwa mawazo, ni nini ambaye hawezi kupatia? Sasa kanisani ni watu wako nomo. Ni mtu anajua niko na mtoto school na nalipia school fees. Bwana Yesu asifiwe. Ni mtu anajua kwamba niko na rent nalipa, kule hawataki kujua kama analipa. Na ndio sababu unakuta wengine wanalia wakiwa huko tu. Kwa hiyo nadhani kuambia mtu wa Mungu, kuogopa Mungu ni kitu cha baraka sana. Na ndio nadhani kuambie watu wamekosa understanding. Understanding. Lazima ukuwe na understanding ndani ya maisha yako. Lazima uunderstand Mungu wako. Kwa hiyo Yesu akakote maandiko katika Deuteronomy chapter 8. Akasema, akaambia shetani, imeandikwa mwanadamu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno itoka kwa kinywa cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Shetani akaenda tena akamchukua. Akachukua Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kampeleka ile pinnacle. Wao unacheza na mtu anabebwa na shetani, anamuinua hivi, hata atumii fair. Anainuliwa, anawekwa katika pinnacle. Alafu anamwambia usijiangushe. Anasema usimjaribu Jehova Mungu wako. Kwa hiyo nani kwambia mpendwa, ili uweze kushinda shetani katika maisha yako, you need to understand the scriptures. Biblia inasema kwamba fanya kazi na mikono yako ili uweze kusaidia wale hawana. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kama ni biashara, a woman can also do business. Kama ni biashara, a man can also do business. Lazima ufanye kila kitu
ambacho kitafanya usikie kwa dhambi. Mama ambaye ama dada ambaye kuna pesa zake hawezi kuja wapiwa atendekanywa na chips, hawezi dakanywa na kuku, hawezi dakanywa na pizza, kwa sababu wanajua hiyo akitaka anaweza ikula. Kwa hiyo ni vizuri mtu wa Mungu ujue kwamba ni vizuri kumwogopa Mungu. Number 3, sign ya kuonyesha kwamba mtu asiyemwogopa Mungu. There is none who seek after God. Hakuna mtu anatafuta Mungu. Kumbuka kama ninasoma Romans chapter 3. Hakuna mtu anamsiki Mungu, anamtafuta Mungu. Hakuna mtu anamtafuta Mungu. No one seeks after God. Number 4, they become unprofitable. The person who don't fear God hana faida. Ndio sababu unakuta kwamba anatafuta mali zake, alafu mali yake yote inachukuliwa na watu wengine. Kumbuka Biblia inasema kwamba utajiri wa watu wa mataifa umewekwa akiba kwa sababu ya wenye haki. Kuna watu ambao kazi yao, wenye dhambi kazi yao ni kukusanya tu. That's why you see people are very bitter with the church. Because the people who are in the church, Mungu anawabariki. Ukiona mtu aliye kanisani kwamba akona problem, ni kusema kuna mahali kuna shida. Bwana Yesu asifiwe. Either ni madhabahu ya kwao inamsumbua ama kuna shida nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka nikwambie mtu wa Mungu, ni vizuri kuwe na manufaa katika nyumba ya Mungu. Be profitable to God. Na kuwa profitable ni kusema kwamba unaweza enda katika kijiji kwenu, uhubirie mtu mmoja, umwambie kuja kwa Yesu. Sijui wewe ni watu wangapi hapa umekutana na Mungu ukamtajia jina Yesu peke yake. Ukamtajia jina Yesu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Sijui ni wangapi hapa ambaye kwa biashara yako mtu amekuja ukamuuliza, do you love Jesus? Do you love God? Unampenda Yesu? Hata kwa social media, je, uliandika do you love Jesus? Did you mention the name Jesus even in the social media? Ama ile kitu ni post, hakuna mahali na upili, you don't post it in scriptures. Saa zingine ni vizuri, saa zingine unatafuta scripture nzuri ya mahubiri unaipost. Hakutakosa mtu atasoma, lazima kutakuwa na mtu mmoja atasoma. Unajua nimeangalia kwa social media nikakuta kitu yote nzuri, mahubiri yeyote hautakuta iko na likes mingi. Mahubiri yeyote hutakuta likes mingi, hata za wale wachungaji wakubwa. Bwana Yesu asifiwe. Hautakuta comment nyingi hata kwa wale wachungaji wakubwa. Lakini post ujinga. Bwana Yesu asifiwe. Ama upost kitu kitusi watu, ndio utajua ujui. Bwana Yesu asifiwe. Utakuta zimeenda mpaka 5,000. Kwa sababu kuna kitu umeongea akifai, unaligana dunia hii. Biblia inasema yeyote ambaye anapenda dunia, upendo wa Baba hauko na yeye. Do not love the world na vitu zote zilizo katika dunia. Ni vizuri kupenda Mungu. Na njia moja ya kupenda Mungu ni kumtafuta. Ni kuwa na manufaa katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Number 5. No one will do good. Inasema watu ambao hawaogopi Mungu, no one will do good. Hakuna mtu anafanya vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna kufanya vizuri na kuna kuwa mwenye haki. Biblia ikisema hakuna mtu anafanya vizuri, kusema hata haki hawana. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna mtu ambaye ni mzuri sana, kuna mtu ambaye ni mzuri sana, na kuna mtu ambaye ni mwenye haki. Kuna mtu ambaye ni mzuri na hafanyi dhambi, kwa sababu mtu lakini hajaokoka, si mwenye haki. Mungu hata angalia uzuri, ataangalia mwenye haki. Yule mtu ataingia mbinguni mwenye haki, si mtu mzuri ataingia mbinguni. Kuna mimi nisikia mwingine akisema mimi sikunywagi, mimi sizini, mimi situsianangi, hakuna haja ya kuokoka. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, Adamu alipofanya dhambi, tukahesabiwa kwamba sisi ni wenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo lazima mtu wa Mungu mahali ulipo, uanze kuwa mtu mzuri, uanze kuwa mwenye haki. Because kuwa mwenye haki inaambatana na uzuri. Bwana Yesu asifiwe. Number 6. They practice deceit. Watu ambao hawaogopi Mungu wanadanganya, ni watu wa uongo. Yaani unakuta mtu kanisani, lakini ndani yake anajua hata yeye amejidanganya. Imagine ukijidanganya na unajua kweli hata mimi nimejicheza hapa. Na ni wewe. Unajua mimi nasema kuna watu watatu ambao huwezi danganya hii dunia. Hata kama unaweza danganya sisi wote. Huwezi danganya Mungu, huwezi danganya shetani, na huwezi danganya wewe. Chochote ulifanya kibaya, wewe ndiye shahidi wa hiyo kitu. Kwa hivyo mbele za Mungu tutakuwa tunaijua vizuri. Hata akili zako ni shahidi. Your spirit ni shahidi. Your soul ni shahidi. Kwa hivyo nataka kuambia mtu wa Mungu,
Biblia inasema mtu asiyemwogopa Mungu ako na uongo mingi. Alafu inasema number 7, character number 7 ya mtu ambaye haogopi Mungu. Their mouth is full of cursing and bitterness. Ndani ya mdomo wao umejaa laana, umejaa machungu. Kwa hivyo the fear of God inaondoa laana na inaondoa machungu. Kama unataka hiyo mambo yote ikuondokee, hebu anza kumwogopa Mungu. Nilikuwa hapo ndaanza nikiongea kuhusu vitu 7 ambazo Mungu anachukia. Nikasema kumwaga damu isiyo na hatia. Nikasema ulimi unaoongea uongo, apadaye chuki katikati ya wadugu. Nikaongea mambo mengi, miguu ikipia kufanya mabaya. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo Mungu anachukia. Na kwa hiyo lazima uelewe mtu wa Mungu ya kwamba their mouth is full of cursing and bitterness. Watu hawa wako na laana. Yaani kila kitu wanaongea, wanatumia ulimi wao vibaya. Wacha nikwambie mtu wa Mungu, kama wewe unatumia ulimi wako kufanya vibaya, hiyo ulimi wako hawezi toa baraka. Hawezi katika kisima cha maji machungu itoe maji safi. Kisima cha maji safi hatuwezi toa maji machungu. So if your mouth is speaking evil, kama mdomo wako unaongea mabaya, ina maana kwamba wewe hawezi ongea mazuri. Lazima uoshe hiyo ulimi yako. Lazima uombee hiyo ulimi yako. Lazima uombee mdomo wako. Lazima uombee Mungu. Mimi Mungu nataka unisaidie, unitoe katika hali ya uongo, unitoe katika hali ya kulaani watu, unitoe katika hali ya kuwa na machungu ndani ya moyo wako. Na by the way, lazima ujue kwamba hasira ni roho ya nyoka. Biblia inasema kwamba katika hiyo Warumi inasema kwamba their throat, verse 13, their throat are open graves, their tongues practice deceit. That is Romans 3 verse 13. Their throat are open graves, their tongues practice deceit. Wanadanganya. The poison of vipers is on their lips. Their mouth are full of cursing and bitterness. Alafu inasema jambo lingine, they are swift to shed blood. Wanakuwa na haraka sana kumwaga damu isiyo na hatia. Alafu inasema ruin and misery mark their way. Kwa hiyo mtu ambaye aliye na damu, mtu ambaye ameua, mikono yake hiyo damu inakujaga kwa mikono. Na ikikuja kwa mikono kusema utashika pesa, haitakusaidia. Mpaka hiyo laana ivunjwe. Bwana Yesu asifiwe. Utashika mali, haitakusaidia. Utakuwa ukienda mahali unaona watu wamekuchukia tu hivyo kule. Damu ndio huleta rejection. There are so many people ambao wako na rejection. Hiyo ilianza na bloodshed. Ni watu walimwaga damu isiyo na hatia. Na Biblia inasema the people who do not fear God, they are swift to shed blood. Hawaogopi, wanakuwa haraka kumwaga damu isiyo na hatia. That's why you see some useless clinics, useless doctors, because they serve in bloodshed all time. Huwa wanamwaga damu isiyo na hatia. Na wewe nadhani kuambia kwamba even when life starts in the womb, Bwana Yesu asifiwe, during conception, ndio science huwa inasema the life starts in conception. Wakati day 1, wakati ambapo hiyo yai ilikuwa fertilized, life started. Kwa hivyo ni mtu aliingia duniani. So that spirit, mbinguni litangazwa, now we have released a certain spirit ambayo imeingia kwa hapo duniani. Kwa hivyo inaanza grow iko katika tumbo ya mama yake. Wakati umeterminate, ndio tunaita abortion. When you terminate that fetus, katika ulimwengu wa kiroho unahesabiwa kwamba umeua. Na ukihesabiwa hivyo umeua, ina maana kwamba huyo mtoto hakosake kukua kwa sababu umetolewa. Atakosa tu kukua ndani yako. Lakini ndani ya kiroho huyo mtoto ataendelea kukua. Biblia inasema in the book of Isaiah, wakati tutafika mbinguni, kuna watu ambao watauliza, hawa ni akina nani? Na Biblia inasema kwamba wataambiwa hawa ni wale ambao mlimwaga damu isiyo na hatia. Kuna mtu ataingia mbinguni akana watoto 3, akikuta akana watoto 10. Kuna mtu ataingia mbinguni akana watoto 2, akikuta akana 7. Paka aulizake Mungu saa zingine unakuwa fair. Bwana Yesu asifiwe. Are you God fair to me? Hawa ni wale ambao waliangamiza ulipokuwa kule duniani. Na Biblia inasema kitabu ya Ufunuo ya kwamba saints wanaliaka wakiwa huko chini. Wanalilia Mungu, anamwambia Mungu, until when utathibitisha kisasi. Ndio sababu unaonaga mtu saa zingine wanalia
rejection inaingia. Sasa zingine wanalia mtu anauawa because the blood ya mtu italipishwa kutoka kwa hiyo mtu. God will require that blood according to Genesis chapter 9. Maandiko yanasema katika Genesis chapter 9. Tuende hapo kwa haraka watu wa Mungu katika jina la Yesu. I'm teaching you because ni vizuri kujua neno lake Mwenyezi Mungu. Biblia inasema mstari wake wa 5. And for your life blood I will surely demand an accounting. I will demand an accounting from every animal, from each man too. I will demand an accounting for the life of his fellow man. Kwa hiyo mtu yote ambaye maiua duniani, kile kitu kitafanyika ni kitu moja. Mungu atalikwaya hiyo damu. Atalikwaya hiyo damu. Alafu nasoma mstari wa 6. Whoever shed the blood of man, by man shall his blood be shed. For in the image of God has God made man. Kwa hiyo Biblia inasema yule ambaye amemwaga damu ameua mtu, nayo yeye atamwagwa tu na mtu. Kwa hiyo ukiua, damu yako itamwagwa na mtu. Ni wewe tu itabidi utubu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba muangalie mtoto asiguze yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo damu, nataka uangalie hapa. Paulo si alikuwa ameua sana watu wa Mungu? Alikuwa ameua. Na alikuwa amemwaga damu isiyo na hatia. Hata kama aliandika vitabu nyingi, hata kama alihubiri sana, damu bado alikuja kukatwa. Bwana Yesu asifiwe. Alikuja kuuawa. Paulo aliuawa. Remember this man alihubiri. Alikuwa ameua, lakini hata kama aliua, damu hiyo Mungu alilikwaya kutoka kwa mikono yake. Lawi aliua, familia yake ilikuja kulipa. Ndio unakuta kwamba mtu kama Musa, hata kama alikuwa ameitwa na Mungu, in the bloodline ya kwao, because watu wengi walikosa fear of God, alikuja naye akaua mtu Egypt na akamzika na mchanga. Akaanza struggle from that day. Akatoka from Paris to wilderness. Because when you shed blood, haiwezi kukupalia ukae katika mahali pazuri. Damu huwa inatoa mtu from Paris inamweka mahali pengine. Damu huwa inatoa mtu mahali ambapo Mungu alikuwa amemweka mahali pazuri inakuweka mahali pengine. Na kuhubiria hivyo ili tuweze kutubu. Maana hata wengine wetu hatujui. Labda wewe ndio unajijua peke yako. Labda wengine hata mama yako labda haifanya hivyo. Na mtu wa familia akifanya hivyo, hiyo damu inabeba familia mzima. 2 Samuel chapter 3 verse 29. Inasema kwamba damu hiyo itakuwa juu ya familia hiyo na nyumba ya baba yake. Kutakuwa na magonjwa isiyopona katika hiyo familia. Kwa hiyo mtu wa Mungu, nataka nikwambie ya kwamba ni vizuri uelewe. Ni vizuri ujue. Ni vizuri ufahamu kuogopa Mungu ni nini. Kuogopa Mungu ni kutenda mema. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Naomba nisaidiwe na saa kidogo na siku. Mungu atawabariki in the name of Jesus. 2 Corinthians 7. 2 Corinthians 7. 2 Corinthians chapter 7. 2 Corinthians chapter 7. 2 Corinthians chapter 7. Mstari wake wa kwanza. Bible inasema, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, protecting holiness out of the fear of God. Kwa hiyo Biblia inasema ujichunge, usijinajisi kinacho najisi mwili wako na kinapo najisi spirit yako, roho yako. Kinapo najisi roho yako. Kwa hiyo ili ikue holiness yako ikue perfect. Biblia inasema kuna vitu huwa inanajisi mwili na usharati huwa inanajisi soro yako. Mwili wako kuna vitu ambazo za kiroho zinanajisi. Kama kukula chakula imetabikiwa sanamu. Lazima uelewe mtu wa Mungu katika maisha yako kwamba kuna vitu ambazo unafaa kujua. Unafaa kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Na lazima ujue ya kwamba kile kina perfect holiness ni kujichunga mwili wako na roho yako ichafuke. Kwa hivyo nataka nikwambie mtu wa Mungu, alafu inasema submit to one another in the fear of God. Submit to one another in the fear of God. Hakuna kitu kizuri kama kusubmit to one another. Mtu ambaye anasubmit kwa one another ni mtu ambaye anaheshimiana.
Lazima tuheshimiane. Tukue na heshima. Unaheshimu ndugu yako, unaheshimu dada yako, unaheshimu Mungu. Na wakati ambao unapenda ndugu yako, unampenda Mungu aliye mbinguni. Biblia inasema hakuna mtu ambaye muona Mungu. Upendo unapoonyesha jirani yako, unaonyesha Mungu unampenda. Bwana Yesu asifiwe. Ayubu alikuwa mtu ambaye alikuwa anamwogopa Mungu. Job 1:1 inasema Job was a man who feared God in all he did. Alafu he was blameless, upright, he feared God, he shunned evil. Na alipokuwa anaogopa Mungu katika hiyo mambo yote, verse 5 inasema he purified his children by sacrifice for each of them. Alikuwa anatakasa watoto wake kila asubuhi. Alikuwa anaogopa Mungu to some extent, anaona mpaka watoto wake kama wamekosea Mungu, anatubu kwa sababu ya watoto. Sijui kama wewe kuna siku unaitubu kwa sababu ya mtoto wako. Mtoto wako anaweza kuwa shule, alafu aongee vibaya kuhusu Mungu. Mungu ampige ama Mungu amtoe katika position yake. Ayubu alikuwa anatetea watoto wake. Anaenda mbele za Mungu anatoa dhabihu. Anaenda mbele za Mungu anamwambia Mungu, Mungu natubu kwa sababu ya matendo ambayo watoto wako wamefanya. Na anawatolea dhabihu wote. Sijui wewe ulitolea watoto wako dhabihu lini? Sijui wewe ni lini ambao uliambia Mungu, Mungu nakuomba unisaidie. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mwingine ambaye anaitwa Cornelio, Matendo ya Mitume 10:1-3. Cornelio, Biblia inasema kwamba Cornelius, he was the man who feared God. Alikuwa mtu anayeogopa Mungu. Na kwa hivyo Biblia inasema kwamba his family were devout. Ilikuwa imejitolea kwa Mungu. God fearing. Huyu mtu alikuwa anapeana. He gave generously to God. Alikuwa anatoa kwa ukarimu. He was very prayerful. Na Biblia inasema wakati ambapo alikuwa anafanya hivyo, Mungu alimtembelea. Malaika akatumwa. Akuja akasema Cornelio, nimekuja niokoe familia yenu. Sijui nani ambaye kwa kuogopa Mungu atasababisha familia yao ikumbukwe. Madhabahu zingine ziliinuliwa kwetu nyumbani. Ziliinuliwa kwa sababu walikosa kumwogopa Mungu, wakuogopa miungu mingine. Kama unataka Mungu akuinue katika maisha yako, kuwa mtu anamwogopa Mungu. Kuna wale midwives, wale wa Egyptian women. Biblia inasema kwamba midwives walipokuwa wameambiwa na Farao waue watoto wote wadogo, Bible inasema because these midwives feared God, waliacha watoto waishi. Hata kama waliambiwa waue, waliogopa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa pengine ni dada ako shule, kumefanyika jambo kama hiyo, fear God, don't terminate. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie mtu wa Mungu siku ya leo, out of the fear of God, the midwives, Bible inasema kusoma hapo katika Exodus chapter 1:17, Bible inasema Mungu aliwaruhusu wakuwe na familia zao. He allowed them to have their own families. Mungu akawabariki. Hata kama walikuwa wa Egyptian, Mungu akawabariki. You can be a Gentile, you can be a Hebrew, you can be in which tribe, but when you fear God, Mungu ataruhusu baraka iwe juu ya maisha yenu. Naomba katika jina la Yesu, let there be the fear of God in our lives, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Wacha kuwa na kumwogopa Mungu. There are few results of the fear of God. Ninapomalizia, there are few results of the fear of the Lord. Psalms 12:1-10. Bible inasema, blessed is the man who fear God. Kwa hiyo Bible inasema kuna baraka ya mtu ambaye anamwogopa Mungu. There is a blessing. Utaona baraka. Hiyo ni Psalms 12:1-10. Yanasema kuna baraka kwa mtu ambaye anamwogopa Mungu. Number 2, his children will be mighty in the land. Watoto wake watakuwa mighty in the land. You people, do you want your children to be mighty in the land? Unataka familia yenu watoto wakuwe mighty in the land. Watu ambao wanatingiza dunia, watu ambao wanatingiza the world of watu ambao wanatingiza the world of education, watu ambao wanatingiza the world of business, they shall be mighty in the land. The Bible says his children will be mighty in the land. The person, the man who fear God, his children will be mighty in the land. The woman who fear God, his children, her children will be mighty in the land.
Yesu makofi mazuri katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Number 3. These are the results of the fear of God. Number 3. Generation of the upright will be blessed. Generation of the upright will be blessed. Do you want the blessings of God to be upon you? Be upright. Be upright. Somebody who is upright. Ni mtu ambaye anaogopa Mungu. The person who fear authority. The person who fear people in authority. The person who respect their parents. The person who respect even his country. The person who brings dignity and respect to the family and to the church. Bwana Yesu asifiwe. Generation of the upright will be blessed. Number 4. Wealth and riches will be in his house. Wealth and riches will be in his house. Kama unataka Mungu abariki maisha yako, abariki mambo yako, utajiri utakuwa juu ya nyumba yako. Ninakuombea kwa jina la Yesu, utajiri wacha ukue katika familia yako. Utajiri wacha ukue katika maisha yako. In the name of Jesus. Pigia Yesu shangwe na vigelegele katika jina la Yesu. Utajiri na mali zitakuwa ndani ya nyumba yake. And number 5. You will never be shaken. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni verse 6 ya Psalms 12. Inasema you will never be shaken. Sicknesses will never shake you. Mambo yote ya dunia, umasikini hautakushake because you love God. Bwana Yesu asifiwe. Number 6. Righteous man will be remembered forever. Hiyo ni verse 6b. Young righteous man will be remembered. Ninaomba ukumbukwe katika jina la Yesu. Waliokusahau wakukumbuke katika jina la Yesu. Hata kama kuna mtu wa kwenu nyumbani alikusahau, watu wa society walikusahau, ninaomba ukumbukwe katika jina la Yesu. Ina mikono yako useme, Bwana, mimi naomba kukumbukwa katika jina la Yesu. Ninaomba nikumbukwe katika jina la Yesu. Nimekatana na kusahaulika in the name of Jesus. Number 7. The result number 7 of the fear of the Lord. No fear of bad news. Hiyo ni verse 7. No fear of the bad news. Hautaogopa habari mbaya. Hautaogopa watu wamepata accident. Hautaogopa kuna moto. Hautaogopa kuna kisulani. Hautaogopa kuna umasikini. Bible inasema ya kwamba no fear of bad news. The person who fear God, hakuna siku ataogopa. God will protect his business. God will protect his children. God will protect his family. God will protect your resources in the name of Jesus. Bible inasema kwamba he will not fear a bad news. And number 8, his heart is secure. Hiyo ni verse 8. His heart is secure. No depression. Biblia inasema kwamba your heart will be secure. Hautakuwa na kitu ya kuogopa, utakuwa secure. Ninaomba kwa jina la Yesu, Mungu akupe hiyo neema na akupe security katika jina la Yesu Kristo. Praise the name of the Lord. Number 9, his horn will be lifted high in honor. Hallelujah. Yati pembe yake itainuliwa sana. Pembe ya watoto wako, pembe yani heshima, utaheshimika. Utaheshimika my friend. Utaheshimika my brother. Utaheshimika wherever you are. Utaheshimika katika town unaoishi. Yani utakuwa mtu ambaye ameheshimika. Ninaomba kwa jina la Yesu Kristo, pata neema ya kuheshimika. Pembe yako ikainuke. Pembe yako ikainuke. Pembe yako inuke. In the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Number 10. He is like a tree planted by the streams of water, which bears fruit in season and out of season. Bwana Yesu asifiwe. And whatever he does prospers. That is Psalm chapter 1. Bwana Yesu asifiwe. Psalm chapter 1. Biblia inasema atakuwa kama mtu umepandwa katika kando ya mti, kando ya mto, ili ambayo haiwezi kauka, na kila kitu anafanya kitafanikiwa. Kama unataka ufanikiwe katika kazi ya mikono yako, fear God. Kama unataka Mungu akufanikishe katika yote, fear God. Mchungaji, kama unataka Mungu akuinue, fear God. Wewe members, church leaders, kama mnataka Mungu awainue, fear God. The country Kenya, if you want God aweze kutufanikisha kwa yote, let us fear God. And when we fear God, tutaheshimu mpaka makabila mengine, tutaheshimu watu wote katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Number 11, God restores him.
Mungu huwa anamrejesha. Ayubu alikuwa anamwogopa Mungu. Tumesoma Job chapter 1. Job feared God. Ukienda kumalizia Job 42 and verse 12, this man alirejeshewa chochote alichokuwa nacho. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba urejeshewe katika jina la Yesu. Naomba Mungu akurejeshe chochote kile unataka, kile ambacho ulinyang'anywa, Mungu akurejeshe. Mali yako iliyoibiwa, Mungu akurejeshe. Ndoa yako iliyoibiwa, Mungu akurejeshe. Mali yako iliyopotea, Mungu akurejeshe. Kazi yako iliyoibiwa, Mungu akurejeshe. Afya yako iliyoibiwa, Mungu akurejeshe. Ninaomba katika jina la Yesu, Mungu akupe neema isiyo ya kawaida. Mungu akupe neema isiyo ya kawaida katika jina la Yesu. Siku ya leo tunamaliza ibada ya asubuhi. Ninaomba neema ya Bwana iwe juu yako. Umuone Bwana akurejeshe in the name of Jesus. Pigia Yesu makofi mazuri katika jina la Yesu. Simama na ndugu yako katika jina la Yesu Kristo. Mwambie Bwana, ninaomba Bwana ukanirejeshe. Nirejeshe Bwana wa Bwana. Nirejeshe Mungu wa mbinguni. Baba, nimejifunza kukuogopa. Watu wengi walikuogopa. Bwana Mungu, ninaomba uwepo wako. Ninaomba neema zako katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Blessed be the name of the Lord. I worship you, Jehovah. Asante kwa matendo yako. Saidia watu wako kukuogopa. Wasaidie Bwana kuishi mapenzi yako. Saidia nchi ya Kenya kukuogopa. Saidia viongozi wetu kukuogopa. Saidia watu wote kukuogopa. Saidia watu Baba kukuheshimu. Katika jina la Yesu. Umesema utatubariki. Umesema utatuinua. Katika jina la Yesu Kristo. Endelea kuomba. Mwambie Bwana, ninaomba msaada wako. Bwana, unisaidie kukuogopa. In the mighty name of Jesus. Thank you Jesus. Tunakushukuru Jehova asubuhi ya leo. Asante Jehova kwa sababu ya uaminifu wako Bwana. Asante Jehova kwa sababu ya kibali chako Bwana. Tunaomba Jehova God ukatusaidia katika maisha yetu Bwana. Tusaidie Jehova kukujua zaidi. Tusaidie Jehova kukutafuta wakati unaweza patikana Bwana. Tunaliheshimu jina lako asubuhi ya leo Bwana. Tukisema Baba unastahili kuabudiwa Jehova God. Unastahili Jehova kuinuliwa Bwana. Asante Jehova kwa sababu ya uaminifu wako Bwana. Asante Jehova kwa sababu ya kutupatia uzima bure Bwana. Asante Jehova God kwa sababu ya kurejesha maisha yetu Bwana. We exalt your holy name mighty Father. Asante Jehova kwa sababu ya uaminifu wako Bwana. Asante Jehova kwa sababu ya kibali chako Bwana. Asante Jehova kwa sababu hujatuacha tukaangamie Bwana. Tunaliheshimu jina lako asubuhi ya leo. Tunaliinua jina lako limepita majina yote Bwana. Asante Jehova kwa sababu ya kibali chako. Tunakuheshimu mfalme wa ajabu. Tuongoze mfalme wa ajabu. Hatuwezi bila nguvu zako. Hatuwezi